Ndugu waandishi wa habari, kwanza karibuni katika ofisi yetu ya Chadema Jimbo la Babati mjini. Kwa majina ninaitwa Augustino Mwaimu Hiza. Mimi ni katibu mwenezi wa Jimbo la Babati. Pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee wilaya ya Babati. Huwa natokaga kwa jina hilo mara nyingi sana, lakini kwa sababu niko kwenye mambo ya kisiasa. Lakini pia ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti. Ninafanya kazi ya kuinjilisha watu wapate kumjua Mungu. Sasa nilirusha clip jana juu ya kutaka kupelekwa na watu wa CCM Chauma na kuniahidi vitu fulani, mfano fedha, nitapata usafiri. Nikasema mimi sio wa hivyo. Sio wa hivyo. Huwezi kunigiribu niende kwa sababu ya fedha. Kwenda kwenye chama ni mapenzi ya mtu. La kwanza hilo. Kwenda kwenye chama ni mapenzi ya mtu. Hata hivyo mimi sithamini fedha, na thamini utu. Hapa nilipo, japokuwa sina fedha, sipewi mshahara, lakini bado nimesimama na wananchi kuwatetea wananchi hapa nilipo. Siangalia habari ya fedha. Wewe unafikiria habari ya fedha, kwanza ninakupa pole. Kwa sababu inawezekana hujitambui. Kwa sababu ukitanguliza fedha, unaweza kufanya mambo ya ajabu kwa ajili ya kutanguliza fedha. Sasa mimi sio wa hivyo. Ninachunga heshima yangu, ninajitambua, na kila siku huwa najitathmini. Sina shida ya fedha. Hichi kidogo ninachokipata kinanitosha sana. Kwa sababu ni mjasiriamali. Mimi ni fundi welder. Pia nina mashine ya welding. Ni mchomeaji mzuri. Chuo cha Tanga gofu pale waliokifungua ni sisi mwaka 77. Na kama ni kwenda kwenye vyama hivyo, hata CCM aliwahi kuniahidi fedha wilayani Muheza, nilikataa. Hata leo kuna watu wananifuata kwamba nijiunge na nikasaidie ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ninasema siendi. Hivi mtu msafi atakwendaje kwenye mahali palipochafuka? Mtu msafi atakwendaje mahali palipochafuka? Mimi siwezi kuingia kwenye kapu kama hilo. Kwa hiyo wewe ndugu uliokuwa unaosema kwamba huyu bwana ni muongo, mimi nakwambia mimi ni mzoefu wa siasa na ninaifahamu siasa na ninaielewa. Ninapojikita mahali, nikiona mahali hapakai vizuri, sina sababu ya kukaa, ninaondoka. Lakini Chadema nimefika, na siasa za Chadema ndizo nimezikubali kwa sasa. Mimi niseme hivi, lengo la vyama vyote ni kukamata dola. Tunaelewana? Lengo la vyama vyote ni kukamata nini? Dola. Lakini tumetoka kwenye uchaguzi wa 1919. Mambo yaliyofanyika, uchaguzi ule ulifutwa kiuni na wahuni. Sio faida tunayotaka hiyo. Na huyo anayezungumza hivyo, huyo anaona maslahi ya tumbo ni makubwa kuliko ni maslahi ya kuwasimamia wananchi haki zao za msingi. Sasa mimi siko hivyo. Chauma kwanza haina direction. Sawa Chauma hawana direction. Na Chauma wamewachukua watu ambao kwanza hawajitambui, hawajielewi. Tatu, ni watu ambao ni kwa ajili ya kukosa uongozi Chadema ndio wakaenda kule. Kosa ni hilo. Kukosa uongozi sio kama chama hicho ni mali yako. Vijana wako wengi, watu wako wengi. Hata mimi leo ni katibu mwenezi, anapokuja mtu kutaka kugombania nafasi, siwezi kumjengea mazingira ya kushindwa. Nataka nimjengee mazingira ya kuonekana naye pia ana sauti. Sasa wale wamekwenda kwa maslahi yao, wakapate uongozi kule, wapate na udiwani na ubunge, hakuna shida, waende.
Mimi sina shida ubunge wala udiwani hivi sasa. Hela utaki hela? Hela manake nini? Utachukuaje hela dhambi sei? Mimi ni mwinjilisti, nachukuaje hela haramu kwa ajili ya kuwakandamiza wananchi? Siko tayari. Wamesema wenyewe, wamesema hivi, waliweka tafsiri hiyo kama kusema tu, yani kama kuwaweka watu wakaya tension, lakini hakukuwa na lengo la kwamba no reform no election ni kuja kukataa sheria kandamizi za uchaguzi. Kwa hiyo hawakuwa na lengo hilo. Sasa baada ya huyu mwenyekiti wangu wa taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu Mungwai alipoingia, na kwa sababu ni msomi, akaona tupige roba hapa hapa kwenye no reform, serikali tuipige roba hapa hapa, na ndivyo ilivyo. Na hii roba haitoki mzee. Hapa tumefika mahali pake pazuri. Utakwendaje kwenye uchaguzi? Mimi nikuulize tu, mwandishi wa habari, barabara ya kutoka Arusha kwenda Dodoma unajua? Sawa Kwani wamejenga Chadema? Ni serikali ya CCM. Si serikali ya CCM? Kama barabara wamezijenga, barabara nzuri zinapitika masaa yote, wana haja gani ya kufanya vitu vya ajabu ajabu, kushabikia vitu vya ajabu ajabu, kusema vitu vya ajabu ajabu? Hasa Steven Wasira, watu wanajua umenunua ndege, wanaziona, viwanja viko vikubwa vya kutosha, ndege zinatua, zinaleta abiria, wanajua barabara zinapitika masaa 24, hazina makorongo, hazina mashimo, wanajua kila kitu yani kila kitu kiko alright. Madawa hospitalini yanapatikana, wanajua. Elimu bora, wanajua. Walimu wako wa kutosha, ajira ziko za kutosha, wanajua. Sasa hawa Tanzania si wanajua kwamba hawa watu wanatufanyia hivi? Kwa nini watumia nguvu kubwa? Hapo siasa unaijua. Labda wameona mazuri unayafanya huku, uende sasa ukawasaidie kule. Utakwendaje kule wakati wenyewe wanapigana BT, wanapigana DBTSA? Wewe unamwona nani? Mpina. Mbunge Mpina. Siko kikaongoni. Si unamwona nani? Gwajima. Yuko kikaongoni hivi sasa. Mimi nitakwenda kuingia kwenye kapu na namna hiyo sasa. Siko tayari. Wengine wameupenda msimamo wao. Huo ni udhaifu wa kiimani kwanza. Mimi naishi kwa tendo la kiimani, kwamba wakati ukifika Mungu atanipa fedha, wakati ukifika Mungu atanipa gari mwenyewe. Sina shida mimi. Siwezi kulala na ndoto ya milioni 800 wakati shilingi 10 sina mfukoni. Watanzania wenzangu,